Wapendwa watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii na kibali ambacho Mungu ametupatia pamoja na kanisa letu la Mlolongo Jesus Fellowship Church. Na nachukua fursa hii nikikukaribisha katika nafasi hii ili upate kulisikia ombi tuko nalo kwa ajili ya kanisa hili letu la Mlolongo Jesus Fellowship Church. Majina yangu ni Pastor Simiyu Benjamin, na namshukuru Mungu kwa sababu ya kunichagua na kunisimamisha katika pengo katika nafasi hii ya Mlolongo ili tuweze kuwasaidia watu wa Mungu na kuwarejesha katika njia iliyo ya haki, kuwakomboa kutokana na minyororo ya mapepo, minyororo ya uchawi na urogi, ili wakaweze kufikia kumwabudu Mungu wa kweli na kulitukuza jina lake. Tuombe pamoja ili tupatie yale tuko nayo. Tunaomba. Bwana Yesu, tunasema asante kwa sababu ya kipindi hiki. Tunakushukuru kwa sababu ya mipango mizuri ulio nayo kwa ajili yetu. Ni ombi letu ya kwamba mawazo haya na maono haya tulio nayo ambao tunaenda kuyashiriki pamoja na wenzetu wote wanaotutazama katika mataifa mbalimbali yatakubalika machoni pako na yatalitukuza jina lako na kuleta baraka hata kwa sababu ya kazi hii. Zungumza na msikilizaji wetu, zungumza na kila ambaye anatufuatilia, zungumza na kila ambaye ujumbe huu utafikia. Awe katika nafasi ya kusimama pamoja nasi katika maono haya kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa kuwa inatendeka. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tunaomba. Amen. Watumishi wa Mungu, kanisa hili la Mlolongo Jesus Fellowship Church tumekuwa na changamoto kiasi ambazo ni za kawaida, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mahali ambapo ametufikisha. Tumekuwa tukiabudu maeneo fulani katika Mlolongo hii, lakini chumba ambalo tulikuwa nalo likawa limepunguka kiasi, likawa ndogo. Umetubidi basi tutafute nafasi ili tupate uwanja mzuri ambao tunaweza kujenga nyumba ya Mungu. Na Mungu amekuwa mwaminifu. Ametupatia uwanja ambao ni 50 by 100 meters, ambaye mwenyewe ako radhi kabisa kutuuzia uwanja huu ili tukaweze kuyaweka madhabahu ya Mungu mahali hapa na tukamwabudu Mungu mahali hapa. Unaweza angalia uwanja ndio huu ambao tulikuwa tumeanza kuandaa kwa ajili ya ibada zetu za Jumapili. Uwanja ndio huu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.
Tunawashukuru kwa sababu ya kusimama pamoja nasi, kwa sababu ya maono haya. Kwa hakika hii ndio uwanja ambao tumewazungumzia kwa wall, na Mungu ametupatia hii uwanja akiwa na kusudi, akiwa na lengo. Nataka kuamini ya kwamba kuanzia kesho ibada zetu zote zitakuwa mahali hapa. Na unavyoangalia watu wa Mungu utagundua ya kwamba hatuna jengo yoyote mahali hapa. Tunaanza ibada kesho na hatujui tutaanza vipi, lakini tunajua Mungu ana uwezo wa kutengeneza njia mahali hakuna njia. Ndiposa tumekuomba misumari, ndiposa tumekuomba mbao, ndiposa tumekuomba mabati, hata kama ni mzee. Tupatie, kwa sababu tunataka kuweka structure mahali hapa nzuri ambayo inaweza accommodate kama watu 200 ili tuanzie hapa. Kumbuka hii ni plot full ambao tumepewa, inaenda mpaka site ile nyingine. Structures ambazo unasiona mahali hapa ni mwenye plot alikuwa amezijenga, lakini yuko radhi kuziondoa zote ili sisi tupate nafasi ya kujenga makazi yetu vizuri. Na nyumba 2 ambazo unaona hapo zilikuwa za caretaker wake ambao walikuwa wanakaa hapa kuilinda hii plot. Ako radhi kuziondoa, lakini tumemwambia asiziondoe, maana tunaweza kutumia kama afisi ya mchungaji na moja tukaiweka kama store ya kuweka vyombo za kanisa. Kwa hivyo hii ndio uwanja ambao tumeamini ya kwamba Mungu anatupatia ili ibada zetu zikaweze kufanyika mahali hapa. Unaowaona hapa ni baadhi ya viongozi katika kanisa na members wetu ambao wamejitolea, wamekuja na panga, wamekuja na majembe. Tumehakikisha kabisa kwamba uwanja imetengenezwa na iko tayari kwa sababu ya ibada ya kesho. Kwa hivyo msaada wako kwetu sisi wakati kama huu ni wa maana sana, ili hii nyumba ya Mungu iweze kujengwa na tuweze kuendelea kuabudu mahali hapa. Wapendwa, nataka nisome tu kifungu kimoja katika neno la Mungu, alafu tutaomba. Hii ni ibada yetu ya kwanza kabisa mahali hapa, alafu tutakuwa tukiondoka. Ikiwa uko na Biblia yako, tafadhali angalia katika Deuteronomy, ama ukipenda Kumbukumbu la Torati 11:24. Kuna yeyote amefika hapo? Deuteronomy 11 and verse number 24. Biblia inasema kila mahali mtakapo kanyaga kwa nyayo za miguu yenu, every place whereon the soles of your feet shall tread patakuwa penu, shall be yours. Tokea hili jangwa From the wilderness na Lebanoni, and Lebanon, na tokea mto wa Frati, from the river Euphrates mpaka bahari ya magharibi, even unto the uttermost sea, itakuwa ndiyo mipaka yenu, shall be your coast. Rudia tena Kiswahili vizuri, somo hiyo ni very powerful. Deuteronomy 11:24. Kumbukumbu la Torati 11:24. Biblia inasema kila mahali mtakapo kanyaga kwa nyayo za miguu yenu, kila mahali mtakapo kanyaga kwa nyayo za miguu yenu. Na vile sisi watumishi wa Mungu tumekanyaga udongo huu kwa miguu zetu, patakuwa penu. Sasa mahali hapa patakuwa petu kwa jina la Yesu Kristo. Wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana Yesu, upokea utukufu. Yahweh, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili Yahweh, wastahili wewe Bwana. Tukija siku ya Jumapili, unaweza fikiri tunafanya crusade, lakini hii si crusade. Hii ni ibada yetu ya kawaida ya Jumapili, kwa sababu tulipopata huu uwanja hatuchakuwa na uwezo wa kuanza kuweka jengo ili tukaabudu. So tukaamua tu kuanza na hii structure ambayo unaiona hapa ili tukafanye ibada zetu za kawaida. Unaweza ona structure ambayo tumeanza nayo na vile ibada yetu imekuwa. Unaweza
chukua muda, najua Bwana anaweza. Najua Bwana Bwana Yesu yu hai, anaweza mambo yote. Mwamini siku ya leo, uone makuu anayoyatenda katika maisha yako. Amen. Amen. Bwana Yesu yu hai, yu hai, yu hai. Bwana Yesu yu hai, yu hai, yu hai.
Maandiko yanasema ya kwamba Bwana wetu yu hai, hasinzii kamwe, dakika zote yuatutazama na anatuombea mema. Amen. Amini Yesu yu hai, tayari kabisa kutenda mema katika maisha yako. Haleluya. Yu hai, yu hai, yu hai, shangilia Bwana Yesu Anaokoa, 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 tumsifu Bwana Yesu yu hai. Anaokoa, Baba. Anainua, anabarikie Baba. Thank God because you are once rejected. Shukuru Mungu maana ushaikataliwa. You went as a lonely person, Kaenda ukiwa mpweke, not knowing where you are going, pasipo kujua wapi naenda, not knowing where you are going to live. kujua pasipo kujua unaenda kuishi But wapi. something is happening, brethren. Lakini kitu kinafanyika. Things are turning around in the spiritual reality. Yanabadilika katika ukiungu. I don't know if you are understanding my message, brethren. Sijui kama mnaelewa And ujumbe that huu thing wa that I'm Mungu. going very far. Na wewe kitu inaenda kwa haraka sana. I'm not going very far. Siendi kwa mbali sana. Because God is speaking directly to you. Kwa sababu Mungu ananena na Because there wewe. is something happening in the spiritual reality. Kuna mambo yanafanyika katika mambo ya Listen to me kiulimwengu. carefully, brethren. Sikize wapendwa. This is what I'm saying. Hii ndilo jambo It does linalotokea. not matter where you are today. Haijalishi ni wapi ulipo Some leo. of us here Wengine wetu hapa who are seated here, ambao wamekaa hapa they have a challenge like that one of Jephthah. wana changamoto kama ya Yefta. One time you were married. Siku moja uliishi ni nani aliyekukataa? Thank God because you are once rejected. Shukuru Mungu maana ushaikataliwa. You went as a lonely person, Kaenda ukiwa mpweke, not knowing where you are going, pasipo kujua wapi naenda, not knowing where you are going to live. kujua pasipo kujua unaenda kuishi But wapi. something is happening, brethren. Lakini kitu kinafanyika. Things are turning around in the spiritual reality. Yanabadilika katika ukiungu. I don't know if you are understanding my message, brethren. Sijui kama mnaelewa And ujumbe that huu thing wa that I'm Mungu. going very far. Na wewe kitu inaenda kwa haraka sana. I'm not going very far. Siendi kwa mbali sana. Because God is speaking directly to you. Kwa sababu Mungu ananena na Because there wewe. is something happening in the spiritual reality. Kuna mambo yanafanyika katika mambo ya Listen to me kiulimwengu. carefully, brethren. Sikize wapendwa. This is what I'm saying. Hii ndilo jambo It does linalotokea. not matter where you are today. Haijalishi ni wapi ulipo Some leo. of us here Wengine wetu hapa who are seated here, ambao wamekaa hapa they have a challenge like that one of Jephthah. wana changamoto kama ya Yefta. One time you were married, Siku moja ulikuwa kwa ndoa and your husband happened to chase you away. na mume wako akafukuza. The beauty he saw in you at the first time, Urembo aliyokuona siku ya kwanza, we don't understand where it went. hatuelewi ilienda wapi. But things are turning around. Mambo Things are yanabadilika. turning around. Mambo Things yanabadilika. are turning around. Mambo The yanabadilika. same person who left you Yule aliyekuacha come running looking for you. anakuja kwa mbio kukutafuta wewe. You are not understanding what I'm saying. Hauelewi kile ninachosema. Bwana asifiwe sana. Hata yule alikufuta kazi, leo hii atakupigia
kupigia simu urudi kazi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Because when God is working, no demon can stand in front of him. Wakati Mungu anafanya kuna pepo inayosimama mbele yake. It doesn't matter. Haijalishi. It is just a matter of time. Ni wakati tu. Kwa hivyo hata ukiwa topu unakaa na maperudhuli na watu wasiofaa, don't worry. It is just a matter of time. Mambo ya muda tu. Because you are in a school. Wewe uko katika You shule. are being trained. Unafunzwa. So that you can now go and fight a good fight. Ili sasa uende And you are becoming a victorious in the name of utakuwa Jesus. mshindi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So believe that things are changing Ili around. kwamba mambo yanabadilika. You are going back to your job. Unaenda kurudi kwenye You kazi are yako. going back to your husband. Unaenda kurudi kwa mume You wako. are going to get your money again. Unaenda kupata pesa yako Hata tena. wale walikataa kulipa pesa yako, God is going to command them tonight. Watalenga yote wakitetemeka. Amen. It works. Inafanyika. Kwa hivyo huko katikati yetu, na unajua vizuri kabisa wewe ni Jefta. Wewe ndio yule umekataliwa na maisha imekuwa ngumu kabisa, hujui ufanye nini. Wale unakaa nao ni wale maperituli, mpaka hata wewe mwenyewe unajishangaa, lakini kwa bila huna namna imebidi ukae pale. Leo hii Mungu anaweza inua kiwango na anaweza kutenda jambo jipya. Njoo tu hapa mbele tuombe pamoja. Usiogope, maisha ni yako. Na Mungu asungumuzi neno kwa kubahatisha. Anajua Jefta wako hapa zaidi ya 5. Kujeni tuombe ili Mungu atende jambo. Mungu akubariki na Mungu akutende wema. Anaanza na wewe siku hii, itatendeka. Anaanza na wewe dadamu, itatendeka. 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 Oh, anaanza na wewe, inatendeka. 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 Oh, inatendeka. 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 Damu ya Yesu inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu maishani mwetu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu salabani yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iamini Baba yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu kanifanye yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Now, our appeal to you, brothers and sisters. Uwanja huu hatujanunua. Mwenyewe ako na nafasi nzuri ya kutuuzia. Hapo nyuma uwanja hizi zilikuwa bei chini kidogo, walikuwa nauza 1.5 million. Lakini saa hizi zimepanda kiasi kwa sababu unaweza ona barabara imejengwa hapa, inawekwa lami. Sasa hiyo barabara imefanya maeneo haya yote mashamba imepanda. Saa hizi wanauza 2 million. Na hata tukingoja itakaribia 3 million, itaenda 4 million ikipanda. Na ndiposa tumekuja tukuulize, mtu wa Mungu, ikiwa unaweza, waweza simama pamoja na sisi kwa ajili ya maono haya, tukanunua uwanja huu, tukajenga madhabahu ya Bwana. Kile ambacho tumefanya saa hizi, kanisa hili limejitokeza na kulipia 100,000, 1,100, na hiyo si pati ya malipo ya uwanja. Hiyo tu ni goodwill for a period of 5 years. Na kwa hivyo tunalipa rent kila mwezi ya 15,000. But hiyo haitoshi kulingana na maono tuko nayo. Kile tulikuwa tunataka, we wanted to secure this land na tutafute pesa
so that we can just pay na hii uwanja ibaki ya Jesus Fellowship Church kuanzia siku hii ya leo. It is now our appeal to you, brothers and sisters, friends, bishops, reverends, apostles, na watumishi wote wa Mungu bahala popote ulipo. You can become a partner on this na ukatusupport kwa njia yote ile ambayo Mungu atakuwezesha ili tupate kununua uwanja huu na tukajenge kanisa mahali hapa. Ikiwa Mungu atakuwezesha utupatie the 2 million, tutamwambia Mungu asante. Mambo ya kuchangisha tutawacha, tuanze tu mpangilio ya kujenga. Na ikiwa Mungu anaweza kukuza tupatie 1 million, well and good. 50,000, well and good. Even 10 shillings inatosha, kwa sababu every coin counts katika masuala ya kifedha. Kwa hivyo tunakuuliza, ikiwa Mungu atakukuza na Mungu atakuzungumzia, you can do what you can so that we can have this land and build the altar for Jesus Christ, ili Mlolongo ikaweze kuwa transformed kupitia madhabahu haya. Unaweza endelea kuona yale machache ambao tumeyafanya siku ya Sunday yetu ya kwanza katika uwanja huu, katika nafasi ambayo inafuata. Na iwapo uko na msaada wowote ule, pengine uko na mabati, pengine uko na misumari, pengine uko na simiti, pengine uko na kokoto ama hata mchanga, hata mawe, tutahitaji hizo vitu zote, kwa sababu tunapenda kuanza kujenga choo. Hii Sunday tumefanya, lakini tumekuwa na changamoto, tumekuwa tunaenda mbali sana kwa sababu ya hali ya kujisaidia. So tunataka tufanye hiyo mipangilio kwa haraka ili hata next Sunday tuwe na some development, na itakuwa jambo nzuri sana. Kwa hivyo tunakusihi, kama unaweza, namba zetu ziko pale chini ya runinga yako, account zetu ziko pale chini ya runinga yako. Pick one of the accounts, pick one of the numbers, then you can send your contribution there. Tutaipata kama kanisa na tutamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi. Nataka tu nikuombee ili ninapokuachilia unaweza tazama vile ambavyo tumefanya ibada yetu ikiwa nje. Usidhanie hiyo ni crusade, hapana. Hiyo ilikuwa tu ibada yetu ya kawaida ya Jumapili. Ni kwa vile hatuna jengo, hatuna lolote lile, ndiposa tulifanya hivi. Kwa hivyo ukiwa na hema tupatie, tunaweza kutumia kwa muda kidogo, tukishajenga tutakurudishia. Au ukiweza kutubariki nayo ile ambao hautumii, we will be grateful servants of God. May God bless you even as you continue watching this. Let us pray. Lord Jesus, we want to thank you once again, kwa sababu tunajua kwamba mwito wetu na wazo letu na ombi letu limewafikia watumishi wako. Wanapolitafakari, Bwana Yesu wabariki, na Bwana Yesu wafungulie njia, na wanaposimama pamoja nasi kufanyika baraka kwa ajili ya kazi hii, tunaomba ya kwamba Mungu utajitukuza na utatenda mema katika maisha yao. Asante kwa sababu hata kitabu cha Hagai sura yake ya kwanza na mstari wa 2 inazungumzia kwamba hii ni wakati itupasao sisi kulijenga kanisa lako. Kwa hivyo bariki watoto wako, bariki watumishi wako, bariki kila mmoja wetu anayesimama katika pengo kwa ajili ya kazi hii. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe, kwa sababu umetenda. Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba. Amen. Mungu akubariki unapofanya jambo.